Sehemu ya siku iliyosubiriwa. Ilikuwa asubuhi ya siku ambayo kila mtu aliisubiri kwa hamu, siku ya harusi ya Asha. Nyumba yao ilikuwa imejaa shamra-shamra, ndugu na marafiki wakihangaika kuhakikisha kila kitu kiko sawa. Nguo nyeupe ya harusi ilining'inia chumbani, ikipeperushwa na upepo mdogo uliokuwa ukiingia dirishani. Asha aliketi mbele ya kioo, akitazama sura yake. Alionekana mrembo kupita kawaida, lakini ndani ya moyo wake kulikuwa na kitu kisichoelezeka. Hakukuwa na furaha kamili kama ilivyotarajiwa. Mama yake alimkaribia na kumshika mkono. "Leo ni siku yako kubwa mwanangu. Usiogope, kila kitu kitakuwa sawa." Asha alitabasamu kwa nguvu, lakini moyo wake ulikuwa na maswali mengi. Alimpenda mchumba wake, Kevin, lakini kulikuwa na kumbukumbu ambazo hazikuondoka kirahisi. Ndani kabisa ya moyo wake, jina moja lilikuwa bado linaishi, Brian, mpenzi wake wa zamani ambaye aliwahi kumpenda kwa dhati. Alijaribu kufuta mawazo hayo, lakini alirudi tena na tena. Siku ya harusi yake, siku ambayo ilipaswa kuwa ya furaha, ilianza kuwa siku ya maamuzi magumu. Sehemu ya pili, kivuli cha zamani. Wakati maandalizi yakiendelea, Asha alipata ujumbe mfupi kwenye simu yake. Ilikuwa namba isiyo na jina, lakini alipoifungua, moyo wake uliruka. "I hope you are happy today. I wish you the best." Alijua mara moja ilikuwa Brian. Mikono yake ilianza kutetemeka. Alisimama polepole na kuelekea dirishani, akitazama mbali kana kwamba angeweza kumwona. Kumbukumbu zilianza kurudi, wakati walivyokuwa pamoja, ndoto walizojenga, na jinsi walivyotengana kwa uchungu baada ya kutokuelewana. Neema, rafiki yake wa karibu, aliingia chumbani na kugundua mabadiliko yake. "Asha, uko sawa?" Asha alisita kidogo, kisha akasema, "Nahitaji kumwona mtu kabla sijafanya uamuzi huu." Neema alishtuka. "Leo, Asha, ni siku yako ya harusi?" Lakini Asha tayari alikuwa ameshaamua. Alijua kwamba hawezi kuanza maisha mapya bila kufunga ukurasa wa zamani. Sehemu ya tatu, safari ya siri. Asha alibadilisha mavazi yake kwa haraka, akavaa koti refu juu ya gauni lake la harusi ili kuficha alichovaa. Alitoka kimya kimya, bila wengi kugundua. Neema alimfuata kwa wasiwasi. "Una uhakika na hii?" Asha alitikisa kichwa. "Ni lazima. Sitaki kuingia kwenye ndoa nikiwa na mashaka." Waliingia kwenye gari na kuanza safari kuelekea mahali ambapo Brian aliwahi kuishi. Njiani kimya kilitawala. Kila mtu alikuwa na mawazo yake. Asha alikumbuka kila kitu, vicheko, mapigano na ahadi walizowahi kupeana. Kadri walivyokaribia, moyo wake ulianza kupiga kwa kasi zaidi. Alijua kwamba kile anachokwenda kufanya kinaweza kubadilisha maisha yake milele. Sehemu ya 4, kukutana tena. Walipofika, Asha alishuka polepole. Miguu yake ilikuwa mizito kama mtu aliyebeba mzigo mkubwa wa hisia. Aligonga mlango. Sekunde chache baadaye, mlango ulifunguliwa. Alikuwa Brian. Alisimama kimya, akimwangalia Asha kwa mshangao. Macho yake yalionyesha hisia ambazo hazikuwa zimepotea. "Asha?" aliuliza kwa sauti ya chini. Asha alimeza mate. "Ndiyo, ni mimi." Kulikuwa na ukimya mzito kati yao. Kila mtu alikumbuka yaliyopita. "Leo ni siku yako ya harusi," Brian alisema polepole. Asha alitikisa kichwa. "Ndiyo, lakini kabla sijafanya hatua hiyo, nilihitaji kukuona." Sehemu ya 5, ukweli unaibuka. Walikaa chini na kuanza kuzungumzia. Mara ya kwanza mazungumzo yalikuwa ya kawaida, lakini pole pole yakawa ya kina. "Kwa nini uliondoka bila kupigania?" Asha aliuliza kwa sauti yenye maumivu.
Brian alishusha pumzi. Nilifikiri ulikuwa tayari umeamua, nilikuwa naogopa kukulazimisha. Asha alifumba macho. Nilikuhitaji ubaki. Ukweli ulianza kujitokeza. Wote wawili walikuwa wameumizwa na maamuzi ya haraka na kukosa mawasiliano. Machozi yalianza kumtoka Asha. Sikuwahi kuacha kukujali. Brian alimwangalia kwa uchungu. Na mimi pia. Sehemu ya 6. Wakati wa maamuzi. Saa zilikuwa zinakwenda. Wakati wa harusi ulikuwa unakaribia. Simu ya Asha ilianza kupigwa mara kwa mara. Kevin alikuwa akimtafuta. Asha aliitazama simu kisha akaiweka chini. Mimi nifanye nini? Aliuliza kwa sauti ya utulivu lakini yenye uzito. Kulikuwa na ukimya kabla ya kusema, samahani, siwezi kuendelea na harusi leo. Maneno hayo yalibadilisha kila kitu. Sehemu ya 9. Matokeo. Habari zilisambaa haraka. Familia na marafiki walishangaa, wengine wakakasirika. Lakini Asha, kwa mara ya kwanza, alihisi utulivu moyoni. Aliamua kuchukua muda kujielewa kabla ya kufanya maamuzi magumu. Sehemu ya 10. Funzo la mwisho. Asha alijifunza kwamba ndoa si tukio tu, bali ni uamuzi wa moyo na akili. Funzo: usifanye maamuzi magumu kwa shinikizo la dunia. Sikiliza moyo wako, lakini pia tafuta ukweli kabla ya kuchelewa.